Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Ajali kubwa ya treni imetokea karibu na mji mkuu wa Indonesia, Jakarta, ambapo treni mbili ziligongana na kusababisha vifo vya watu 14 na majeruhi wengine zaidi ya 84. Ajali hiyo imeenea kwenye vyombo vya habari duniani, kikiwemo chombo cha shirika la habari Reuters. Ajali hiyo ilitokea usiku wa Jumatatu tarehe 27 Aprili 2026 katika eneo la Bekasi, mji uliopo karibu na Jakarta. Treni ya masafa marefu iligongana na gari la teksi kwenye njia panda na kusababisha treni hiyo kusimama ghafla. Katika muda mfupi, treni nyingine ya abiria ya mjini ikaja juu kwa kasi kutoka nyuma, haikuweza kusimama kwa wakati na kugongana na treni ya mbele. Mgongano huu ulisababisha mabehewa kadha kuharibika na mengine kufinya abiria walioko ndani. Msemaji wa huduma ya treni za mijini Bi Karina Amanda ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa juhudi za uokoaji zinaendelea kwa haraka ili kuwatoa wote waliokwama ndani ya mabaki ya treni. Hata hivyo, mkuu wa shirika la taifa la utafutaji na uokoaji nchini Indonesia, Bwana Muhammad Silafia, amesema zoezi hilo limekuwa gumu sana kutokana na uharibifu mkubwa wa mabehewa pamoja na nafasi ndogo ya kufanyia kazi. Wengine wahasiriwa walilazimika kukatwa sehemu za mabehewa kwa ajili ya kuwaokoa. Takriban waokoaji 200 wamekuwa wakifanya kazi kwa zamu tangu usiku wa ajali hadi asubuhi iliyofuata. Idadi ya wahasiriwa inaweza kuongezeka kwa sasa. Idadi rasmi ya vifo ni 14 na majeruhi ni 84, lakini waziri wa usafiri nchini Indonesia ametahadharisha kuwa idadi hiyo inaweza kuongezeka, kwani wengine wa majeruhi wako katika hali mbaya na wanatibiwa katika hospitali za eneo la Jakarta. Majeruhi wengi wamevunjika miguu na mikono na wengine wamepoteza fahamu. Hospitali kuu za Jakarta zimetangaza hali ya dharura na kutoa wito kwa wananchi kuchanga damu. Majibu ya serikali na uchunguzi. Rais wa Indonesia ameeleza wizara ya usafiri na kufanya uchunguzi wa haraka ili kubaini sababu kamili za ajali hiyo, ikiwemo kuchunguza mfumo wa ishara na mawasiliano kati ya treni hizo mbili. Pia ameagiza kampuni ya reli kulipa fidia kwa familia za wafiwa na kulipa matibabu ya majeruhi kwa gharama zote. Kwa upande mwingine, wananchi wa Indonesia wameanza kuweka maua katika eneo la ajali na kufanya maombi kwa waharisiwa. Na hii ni Kasako Update na Dela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.